Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mchungaji Michael wa huduma ya Mlima Moria Ministry, huduma ya maombi na maombezi chini ya mtumishi wa Mungu Gideon iliyoko maili 6. Basi mpenzi mtazamaji, nashukuru Mungu kwa siku ya leo nimepata neema na kibali cha kuweza kusimama tena mbele yako na kulileta neno la Bwana. Basi tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba Mungu, ninakushukuru Mfalme. Asante Bwana kwa neema yako na kibali Mesia. Umenipa kibali Mfalme amani cha kusimama kwa ajili ya neno lako. Tazama Bwana, naomba ukamjalie msikilizaji akapate kulielewa neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, siku ya leo tunajifunza neno la Bwana. Tunajifunza juu ya nafsi, roho na mwili. Biblia inasema ya kwamba nafsi, roho na mwili, roho na mwili ni maadui na hawa wawili hawapatani. Kwa hiyo tukaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 7 katika uumbaji wa Mungu. Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo hapa kwanza tunaona kwamba Mungu alimfanya mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi, na alipokwisha kuumbwa alikuwa tu ni kama sanamu, hakuweza kufanya chochote kile. Kwa hiyo tunaona asili ya mwili ni mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, alimpulizia pumzi ya uhai, ambapo ndipo uhai ukaa ndani yake, roho ikawa ndani yake, naye akawa nafsi hai. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona kabisa kwamba mwili na roho haviwezi kupatana, kwa sababu mwili siku zote unang'ang'ania kurudi kutoka ardhini na roho inang'ang'ania kwenda mbinguni. Kwa hiyo wakati mwingine katika maisha ya kawaida, wewe ambaye unaishi katika maisha ya kumtegemea Mungu, kuna wakati ambapo unaweza ukapita katika mapito na majaribu mbalimbali. Lakini unapopita katika hayo, nafsi au mwili wako unaanza kudhoofika na kuanza kufanya roho yako ikate tamaa. Lakini haikupasi kuishi hivyo. Haikupasi wewe uyasikilize maamuzi ya mwili au ya nafsi, kwa sababu mwili unabaki ardhini, lakini roho inataka imwone Bwana. Tukaangalie kwenye kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 1 na wa 2. Hapa tutaona kwamba Daudi anaiambia, nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam, na vyote vilivyomo ndani yangu vilimini jina lake takatifu. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Kwa hiyo hapa utaona kwamba Daudi amepita katika changamoto mbalimbali, katika majaribu, vita vimekuwa ni vikali, lakini mwili unakuwa kwanza kushawishi nafsi kwamba hapa tumechoka, hapa hatuwezi kuendelea. Lakini roho ya Daudi, ambaye ndio Daudi mwenyewe, roho ya Daudi anasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana na vyote vilivyomo ndani yangu. Yaani roho, nafsi na mwili vyote vikamuhimidi Bwana. Anasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake. Daudi anakumbuka katika maisha yake pale Mungu alipomtoa, alikuwa anachunga kondoo, alikuwa hesabiki kati ya watoto wa baba yake ambaye ni mzee Yese. Ndugu zake walikuwa wamesomeshwa, yeye alikuwa mchunga kondoo. Lakini Mungu alikuwa anamfahamu
Mungu alikuwa anamjua. Mungu akamtuma Samueli, akaenda akampaka Daudi mafuta. Na Daudi alipotiwa mafuta ndipo akawa mfalme. Kwa hiyo Daudi anaambia nafsi yake, kumbuka fadhili za Bwana, yakumbuke matendo yake, kwa sababu anakumbuka alikotoka. Na wewe mpenzi mtazamaji ambaye unanitazama wakati huu, kuna wakati ambapo umepitia mambo magumu, nafsi, mwili unadhoofika, unakata tamaa, lakini yapaswa uiambie nafsi yako, ilimidi jina la Bwana. Nafsi yangu, ilimidi jina la Bwana. Kumbuka fadhili zake, yakumbuke matendo ya Mungu ambayo ametenda kwenye maisha yako. Kumbuka mahali Mungu alipokutoa. Kumbuka ulikuwa mgonjwa, Mungu akakupa uzima. Hayo ambayo unayopitia kwa wakati huu ni ya kitambo kidogo tu, nayo utavuka. Tunajifunza kwa maisha ya Daudi. Daudi hakukubali, roho yake haikukubali hata wakati mmoja kufuata matendo ya mwili, bali alizidi kumuhimidi Bwana. Kwa hiyo na sisi ni vema tukazidi kumuhimidi Bwana, kwa kuwa yeye hakawii wala achelewi. Yeye atajibu maombi unayoyaomba, anayejua mahitaji yako. Kwa hiyo jua kabisa kwamba kipindi unachokipitia ni cha muda mchache tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli, mwili kuna vitu unahitaji. Mwili wako unahitaji chakula, unahitaji mavazi, unahitaji nyumba nzuri. Mwili wako unaogopa magonjwa. Lakini katika nyakati zote hizo amewekea mwanadamu. Hauwezi kuviepuka vitu hivyo. Hauwezi kuviepuka hata ukamwacha Mungu. Utaona hata wakati mwingine wanafunzi wa Yesu, kuna mtu mmoja anaitwa Petro. Yesu akamwambia, "Je, Petro, na wewe wataka kuniacha?" Akasema, "Bwana, twende wapi wakati kwako kuna uzima wa milele?" Petro anafahamu uzima wa milele uko kwa Mungu. Mwili unabaki hapa duniani. Kwa hiyo Petro aliuona uzima wa milele, na wewe uone uzima wa milele. Vitu hivyo unavyovihitaji utavipata, lakini kwa wakati wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaangalia tena kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 7. Matendo ya Mitume 7 kwanza ule mstari wa 51. Hapa tutamuona mtu mmoja ambaye ni mwanafunzi wa Yesu, ambaye ni Stefano. Ambaye Stefano alikuwa akihubiri neno la Bwana. Lakini wakati alipokuwa akihubiri neno la Bwana katika kweli, kuna hao Mafarisayo, Masadukayo, watu wasiotaka kuijua kweli, walikasirishwa, wakampiga kwa mawe. Lakini Stefano akajua kinachopigwa ni mwili na wala si roho. Tuangalie, Biblia inasema, "Enyi wenye shingo ngumu, msiotairiwa mioyo wala masikio, siku zote mnapinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ndivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, mkamuua. Ninyi mliopokea Torati kwa agizo la malaika, msiishike. Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo, wakasagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu
akakaza macho yake, akatazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakiziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aitwaye Sauli. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba watu hawa walikuwa katika mwili, lakini Stefano alikuwa katika roho. Na hapa tunaona kwamba walimhukumu katika mwili kwa sababu yeye alikuwa akihubiri injili na habari za Yesu Kristo. Lakini watu hawa walikasirishwa, wakampiga kwa mawe. Lakini Stefano bado hakumkana Mungu, bado hakuikana imani, wala hakumwacha Mungu. Lakini yeye alisema, naona mbingu zinafunguka. Akamwona mwana wa Adamu. Hakutazamia ulimwenguni, hakutazamia wanaompiga. Tena akasema, Bwana uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona kwamba ni jinsi gani wale waliokwenda katika roho, wanaoishi katika roho, jinsi ambavyo walivyokuwa na imani thabiti, wasimwache Mungu wala kuliacha kusudi la Mungu, bali walizidi kukaza ili waweze kumwona Mungu na kulitimiza lile kusudi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usimwache Mungu kwa sababu ya mambo ya mwilini. Tunaangalia hata kwenye kitabu cha Ayubu 2 ule mstari wa 6, utaona kabisa kwamba pale utaona jinsi ambavyo Ayubu, shetani alipopewa kibali na Mungu cha kumwadhibu Ayubu, alipigwa kwa majipu mabaya, akajikuna kwa vigae. Ayubu alipigwa katika mwili, na Mungu alijua shetani atampiga Ayubu katika mwili, lakini hatamwacha Ayubu, hatomwacha Mungu. Lakini hapa unaona mke wake alikuwa katika mwili, kwa sababu Ayubu alikuwa ni tajiri. Mke ameona mali hakuna, pesa hakuna, watoto wamekufa, mifugo nayo imekufa. Kwa hiyo tunaona kwamba mke akamwambia Ayubu, mkufuru Mungu ufe. Lakini Ayubu akamwambia, ewe mwanamke mpumbavu, kwa hiyo tupate na mema tu, tusipate na mabaya? Kwa hiyo tukubaliane kwamba hata unapokutana na changamoto ni sehemu ya maisha. Lakini Ayubu hakukubali kumwacha Mungu, na mimi basi ninakusii usimwache Mungu. Hilo ndo neno la Bwana, na Mungu alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo nikiamini, amen.